تحياتي لوسائل الإعلام، واسمحي لي فخامة الرئيسة دكتورة سامية سلوحو حسن رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة، اسمحي لي إن أنا أدعوك الشقيقة دكتورة سامية كل التقدير والاحترام والاعتزاز بشخصكم وكل الدعم من أشقائكم في مصر. Namnapata sapoti yote kutoka kwa ndugu zenu wa Misri. Ndugu zangu, kwanza naelezea furaha yangu kwa kuwepo hapa mjini kwenu, na nashukuru sana namshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan kwa makaribisho haya ya ukarimu. Natumia tukio hili kuelezea heshima yangu kubwa kwa mahusiano ambayo yanaikusanya Tanzania na Misri, kwa mahusiano ya kihistoria, na mahusiano haya ni ya kuheshimiana na kusaidiana katika nyanja nyingi. Mabwana na mabibi, watu wote tunatambua jinsi gani kuna viunganisho bora kati ya Tanzania na Misri ambazo zipo katika kipindi kirefu sana, na kuna mshirikiano wa kijamii, na ushirika huu wa kimkakati umefaulu kati ya miji miwili. Kwa kweli makusudio yetu ya kisiasa yamefaulu katika kuendeleza mashirikiano kati ya miji miwili yetu mpaka kufikia miaka mitatu iliyopita, katika makubaliano ya pande mbili na katika mashirikiano ya kisiasa, na kuweka mitazamo karibu na kuwa na misimamo inayofanana katika masuala ya kikanda na ya kiulimwengu. Tumezungumza pamoja na Mheshimiwa Rais, na tumezungumza mazungumzo ya pande mbili muhimu ambayo yanaonyesha kusudio letu la kuweka ushirikiano mzuri kati ya miji miwili katika nyanja mbili tofauti, ili kuweza kutumia uwezo wetu ya kutumikia wananchi wetu wa nchi mbili. Mkutano wangu leo na Mheshimiwa Rais ilikuwa ni nafasi ya kubadilishana mitazamo katika kusaidiana na kuthibitisha manufaa ya pande mbili na kuonyesha maendeleo ya pande mbili, lakini vile vile kuendeleza mashirikiano ya kiuchumi, lakini kuongeza kiwango cha biashara ya pande mbili na kuongeza uwekezaji, lakini vile vile kushirikisha sekta binafsi ili kuweza kutengeneza mazingira mazuri katika nchi, kujenga barabara, kusaidiana katika sehemu za nishati, kilimo na viwanda vya dawa, na kutengeneza viwanda vya vifaa vya tiba, na katika nyanja nyingine ambazo zina umuhimu kwa nchi mbili. Katika mazungumzo yetu leo na Rais Samia nimezungumza kwamba sote wawili tunaona tuendelee katika kufanikiwa kukubwa, kama vile makampuni ya Misri yalivyotimiza ujenzi wa bwawa la Nyerere, na mbele ya mashirika yetu ya kizalendo. Na katika hatua hii kuna miradi mingi imefanyika ardhi ya Tanzania, lakini vile vile katika uzoefu ambao tumeupata wa kuonyesha uwezo wetu katika kufanya kazi za pamoja na kuleta maendeleo na kuongeza ushirikiano wetu katika kiwango kikubwa. Ili kufikia lengo hili lazima tulete utaalamu wa Misri na kuongeza programu za kupeana uzoefu na kuwaweka maafisa wa Tanzania kuwa na uzoefu katika mambo kadhaa. Na hili tutatumia uwezo wetu wote kama wa Misri ili kulithibitisha. Lakini vile vile tumeona kuna fursa ya kuanza kuwekeza katika kilimo, lakini vile vile kuweza kuitikia mahitaji ya nchi mbili, pamoja na kuweza kupanua miradi yetu katika hatua kadhaa ambazo zitaelekea hatua nzuri zaidi. Lakini vile tumeelezea jinsi tulivyojiandaa katika kupanua miradi ya bandari, ikiwemo bandari ya Dar es Salaam, lakini vile bandari zingine, na kuwekeza katika mambo ya logistic, lakini vile kuunganisha nchi zingine Tanzania.
lakini vile vile kuleta ushirikiano wa usafiriji wa bahari kati ya Misri na Dar es Salaam, Cairo na Dar es Salaam. Lakini vile vile tutaweka miradi mingi sana ya kimaendeleo ya pande mbili. Mabwana na mabibi, nimemwelezea Mheshimiwa Rais kuhusu misimamo ya Misri kuelekea masuala kadhaa, hasa masuala ya kikanda na ya kimataifa ambayo yana maslahi ya nchi mbili. Lakini Misri inapongeza msimamo wa Tanzania ambao yuko very positive katika kutekeleza ushirikiano na Misri. Vile vile tulizungumzia masuala kadhaa ya kikanda na ya kimataifa ambayo yana muhimu kwa pande mbili, ikiwemo masuala ya Mashariki ya Kati, pembe ya Afrika na Red Sea. Lakini vile vile tumekubaliana katika swala zima la kupangilia mambo kati ya miji mbili katika masuala yote ambayo yana maslahi yenye kushirikiana. Mheshimiwa Rais, nimefurahi sana kukutana na nyinyi leo na nategemea kuwepo ushirikiano wa kuendelea kati ya miji miwili kwa ajili ya maslahi ya miji yetu na bara la Afrika kwa ujumla. Na natamani kwa nchi hii mzuri ya Tanzania ipate heri zote na utulivu. Na kwa mara nyingine tena na kushukuru sana kwa mapokezi mema na kunipokea vizuri. Shukrani sana. Asanteni sana marais wetu kwa hotuba zenu nzuri ambazo zimeonyesha uimara wa uhusiano wetu na mashirikiano yetu ya kihistoria